Bwana asifiwe. Somo letu la leo naenda kutoka kwa kitabu cha Efeso. Efeso mlango wa 3. Natumai sote tuko hapo. Kuanzia mstari wa 14 hadi 21. Na nitasoma. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri na utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho yake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Na hilo ndilo neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo kanisa. Kwa majina naitwa Peter Meru, na Yesu ni Mwokozi maishani mwangu, na namshukuru kwa neema hiyo ambayo amenijalia ni kama mmoja wa wale wanaitwa watoto wake. Nashukuru pia kwa kuwa ametupatia nafasi ya leo tuungane pamoja tulisikie neno lake kwa ufupi na kwa urefu wake. Mimi ni mshirika wa hapa, na Mungu amenijalia nimeoa. Bibi anaitwa Joyce, na ametubariki na watoto wawili, Asha na Anet. Wote ni washirika wa hapa, lakini walikuwa na shughuli kidogo asubuhi, watatujoin kwa ibada ya pili. Kwa hivyo ningeomba tuingie kwa neno moja kwa moja, lakini kabla ya hayo wacheni na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi tu mbele zako kulisikia neno lako. Tunakuomba ukawa na kila mmoja wetu unapotunenea kupitia waraka huu wa Paulo kwa Waefeso, kiwa sisi ndio tuliopo mahali hapa siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Hiki kitabu ama haya maneno ambayo tutayaangazia asubuhi ya leo ni maneno ambayo Paulo alikuwa anafunga nayo kipande cha kwanza cha hiki kitabu, huu waraka kwa Waefeso, kwa sababu ni kama imegawanywa mara mbili, kutoka mlango wa kwanza hadi wa 3 na kutoka wa 4 hadi wa 6. Na mlango wa kwanza hadi wa 3 amekuwa akiangazia kanisa na diosisi, na hapa anafunga huu ama hichi kipande kwa ombi. Paulo anafunga kwa ombi, na hili ni ombi la pili tunapoona anaombea hili kanisa. Ombi la kwanza liko pale mlango wa kwanza 17 hapo 19, na kisha hapa tena anakuja kwa ombi la pili. Na hapa tunaonaje? Tunaona kuna endelezo fulani juu. Ukiangazia mstari wa kwanza wa huu mlango, anaanzia kwa kusema kwa hiyo. Tena hapa mstari wa 14 amesema kwa hiyo. So kwa hiyo ama kwa sababu hii, Biblia zingine zinasema hivyo, kwa sababu hii or for this reason, ina maana kuna
maelezo mengine alikuwa amepatiana hapo mbeleni ambayo ni ya kanisa na ni ya umoja wa kanisa. Ndio anasema kwa hiyo. Na ni kwa hiyo anaomba hili ombi. Na hili ombi tunapoliangazia, ningetaka tujue haswa vile nimeipatia kichwa ni kuwa ni mizizi katika upendo wa Kristo. Na maono kubwa yenye naweza penda tukitoka hapa tukue nayo ni kuwa tuwe imara na Kristo aendelee kukaa mioyoni mwetu kwa utukufu wa Mungu. Tuwe imara na Kristo aendelee kukaa mioyoni mwetu kwa utukufu wa Mungu. Ujumbe huu nitaugawanya kwa vipande vitatu. Wa kwanza ni mstari wa 14 hadi wa 16 ambapo tutaona ombi la kupata nguvu. Kipande cha pili ni mstari wa 17 hadi 19 ambapo Paulo anaomba kuwa Kristo aendelee kuishi mioyoni mwetu. Na mwishowe ni utukufu wa Mungu Baba, mstari wa 20 na 21. Sasa Paulo alianzia ombi, na hili ombi ni kwa sababu ya umoja wa ambao wanaamini. Na huu umoja ndio unatufanya tukawa sisi ni familia moja ya waliomo hapa duniani na wale wako mbinguni. Hii ina maana wote ambao hata wale wamekufa wakiwa wanamwamini Yesu Kristo, na sisi tunaomwamini kama ako hapa ama ako wapi, sisi wote ni familia moja. Familia ya hapa Grace Point Kikuyu, familia ya Grace Point Wayakiwe, familia ya Redeemer Bible Church, familia ya Anglican, yoyote wale wanaomwamini Yesu, si tu familia ya Mungu. Na sisi wote tunaitanishwa na hilo jina. Na ndiposa Paulo anawaombea na anamuomba Mungu Baba aliye baba wa familia zote, ya kwamba sisi wote tupate nguvu ambayo ni ya njia ya Roho Mtakatifu, ili tuweze kusimama imara. Na huku kusimama imara si ya watu wote, si ya kila mtu, ni ya wale ambao wanamwamini. Na ni mimi na ni wewe ambaye tunamwamini Yesu Kristo. Anatuombea tupate huo nguvu. Na anasema tuipate kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Beleni katika Agano Mzee tunaona kuwa, la hapo awali tunaona kuwa Roho wa Mungu alikuwepo, lakini hakuwa anaishi ndani mwa watu. Alikuwa anafanya kazi wakati tu anapohitajika kufanya kazi. Lakini kwa Agano Jipya, Roho wa Mungu anakaa mioyoni mwetu, ndani mwetu, kwa mtu wa ndani, kwa utu wa ndani. Na hapa Paulo anaomba ya kwamba Mungu akatupatia nguvu kupitia huyo Roho Mtakatifu kwa utukufu wake. Na ni kwa nini anaomba hili? Kwa nini anaomba hili? Anaomba hili kwa sababu tufanywe imara kupitia mlango wa 16 hapo. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywe imara katika nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Na huyu Roho akiwa ndani yetu, huyu Roho akitupatia hiyo nguvu, basi tutaweza kuendelea na hiyo jambo la pili ambalo tunaliona kutoka mstari wa 17 hadi wa 19. Na hili jambo ni gani? Hili ni jambo ni kuwa Kristo aendelee kuishi mioyoni mwetu. Na hapo kuna swali. Unawezaje kuwa umeokoka na Kristo hayumo ndani moyoni mwako? Kuna uwezekano? Hapana. Lakini hapa yenye alikuwa akiangazia ni kuwa naweza kuwa mimi ni mgeni kwako na niko kwa nyumba yako, lakini nasikia ni kama sifai kukua kwa hiyo nyumba, kwa ile matendo ambayo unafanya. Na ndio maana Paulo alianzia na Roho mioyoni, akae mioyoni mwetu kwa utu wa ndani, ili matendo ambayo tutafanya, ili maisha ambayo tutaishi, tukue na matunda kwa imani yetu, tuendeleze kukuza na kuonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Basi naye Yesu Kristo aliyeingia moyoni mwetu atakuwa na raha, ama atakuwa na ile hali ya utulivu kukaa ndani yetu. Manake anaweza kuwa ako ndani mwetu,
lakini vitendo ambazo tunafanya tunamkera. We are grieving him. Na I think Daudi katika kitabu cha Zaburi aliomba ombi na akamwambia Mungu, Lord, come and search me. Search. Ama unichunguze, uangalie kama kuna jambo ambalo halifai kukua mioyoni mwangu. Sisi ndio maana Paulo aliombea hili kanisa. Na kwamba Yesu Kristo aendelee kuishi mioyoni mwao. Wasikuja wakamkera kwa vitendo ambazo wanafanya. Wasikuja wakamkera kwa mambo ambayo wanafanya. Ni jambo gani labda unafanya wakati sisi wenye tunaamini hatuko na wewe? Ama ni wakati wewe uko peke yako? Ama ni wakati uko mahali bali hakuna mtu mwingine anakujua? Hiyo jambo unafanya ni jambo ambalo linaonyesha Yesu Kristo ako ndani mwako, ama ni jambo ambalo linamtupa mbali na namwambia songa huko, kwanza niendelee kufanya hili jambo. Hili ni ombi moja. Na hapa Paulo ameunganisha uwepo wa Yesu Kristo na upendo. Na huu upendo, kumbuka alisema kwa hii umoja wa kanisa napiga magoti mbele ya Mungu Baba. Kwa hiyo upendo umoja wa kanisa, na ametuletea upendo. Huu upendo ambao ametuletea hapa ni mojawapo ya mazao ya uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Yesu Kristo kuendelea kuwa mioyoni mwetu, ni ambapo tunafaa hii upendo ambao tunaupokea kutoka kwa Mungu. Na huu upendo si vile sisi tunampenda Yesu, bali ni vile Yesu anavyotupenda. Tuelewe vile Yesu anatupenda. Tukuje tukajua vile Yesu ametupenda. Na anasema hivi mstari wa 18, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Length, height, width and depth. Tuelewe. Na tukielewa hivi, tukielewa vile huo upendo wa Yesu Kristo anaotupenda nayo, basi hatuna lingine bali tuko na shina na msingi, ama we are rooted. Tukue na shina na msingi ndani ya huo upendo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tukiwa na hiyo upendo, tukiwa na upendo ambao ni mojawapo ya mazao ya kuwa tunaufahamu Roho Mtakatifu ako ndani yetu, yaye Yesu ataendelea kuishi ndani yetu, basi hatuna lingine bali kuendelea na kumtukuza Bwana. Na hiyo inatuelekeza kwa pointi yetu ya mwisho, utukufu wa Mungu Baba. Kwa haraka naweza taka tutazame na nyinyi kuwa Paulo katika mstari wa 16 alianzia na jina utukufu. Alisema kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake atupe Roho Mtakatifu. Nayo mstari wa 20, sikizeni vile anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu yenye tulipokea pale mwanzo, nguvu ilitokana na wapi? Ilitokana na Roho Mtakatifu kwa utukufu wa Mungu. Roho Mtakatifu aingie ndani yetu afanye kazi. Nayo hapa tunaambiwa atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ameturudisha pale mwanzo. Ule Roho Mtakatifu akuja afanye kazi. Nayo hii kazi, ama hii atupe nguvu, nayo hii nguvu itendayo kazi ndani yetu ambaye ni Roho Mtakatifu, tuweze kumtukuza Mungu kwa hiyo kazi ambayo anafanya. Bwana asifiwe. Tumtukuze. Na hii mambo anasema ati anatenda kuliko yote tuombayo ama tuwazayo. Miaka 40 imepita ama 20 ama miaka 20 imepita. Sidhani ungeambia mtu kutakuwa na simu unaguza hivi kidole inafanya kazi. Hakuna mtu angeamini. Kweli ama si kweli?
Juu nafikiria touch screen zimekuja 2010, 2011 hapo za kwanza. Sidhani ungeambia mtu utapiga picha mtu wako US akuone hapo hapo. Angeamini. Lazima ingepigwa, iende ioshwe, wabue imechomeka, irudiwe ingine. Lakini siku hizi unapiga na inaonekana mara hiyo hiyo. Sasa imagine hiyo mtu wakati huo hangefikiria inawezekana, lakini kwa sasa iko. Sasa ya Mungu iko zaidi ya hayo. Awezayo kufanya yale ambayo yote mtu anaweza kufahamu. Huyo ni Mungu. Na wapendwa, mwito hapa hatuna mwito miwili. Hili ombi la Paulo ametuonyesha Mungu kwa utatu. Alianzia na Roho Mtakatifu, Mungu Baba, anapiga magoti kwa Mungu Baba. Akatuonyesha Roho Mtakatifu ambaye atakuja moyoni mwetu. Akatuonyesha Kristo ambaye atakuja aendelee kuishi moyoni mwetu. Tusije tukamkera kwa matendo ambayo tunafanya, tusije tukamkera kwa vile tunaenda, kwa maneno ambayo tunatoa, maisha ambayo tunaishi. Na hiyo utatu anatumalizia na kusema utukufu na umrudie. Na huo ndio mwito ambao tuko nao siku ya leo. Huo ndio mwito. Na mwito wangu ama mwito wa hili neno iko katika mstari wa 21. Vile tu ulivyo. Anamalizia na kusema, naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo, yeye hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Huo ndio mwito. Umoja wa kanisa, umoja wa wanaoamini, umoja wa washirika. Ile nguvu tunapata kupitia kwa Roho Mtakatifu na kuendelea kuishi mioyoni mwetu kwa Yesu Kristo na kuendelea kuishi kwa upendo kama vile tulivyoupokea kutoka kwa Yesu Kristo. Inastahili tu ituangazie ama itueneze kwa kumpa utukufu, kwa kumsifu na kwa mtukuza yeye tu ambaye tumefundishwa hapa saa hii ni Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa neno lako. Neno lako li hai, neno lako liko na nguvu, na neno lako ni mwanga maishani mwetu. Tunakuomba likatumulikia, likatuongoza na likatuendeleza kwa mambo yote tunafanya, kwa vitendo tunavyokuwa nazo, kwa kazi ambazo tunafanya, kwa watu ambao tutatangamana nao wiki inayokuja, hata kwa mafikiria zetu na boma zetu. Tunaomba neno lako likawa ni nuru mienendoni yetu sisi wote. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba.